بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Safar mwaka 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulizungumzia katika kikao kilichopita Islamu Hamza ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Na leo biidhnillah ta'ala tajaribu kuzungumzia Islamu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kisa cha kusilimu kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mwanzo kabisa kwa kifupi tukimueleza ni nani Umar radhiyallahu anhu. هو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين. hili ni jina lake. كان في أول الأمر شديدا على المسلمين. mwanzo kabla ya kusilimu Umar alikuwa mkali sana dhidi ya Waislamu. ثم أسلم, kisha akasilimu kama tutakavyoeleza insha Allah. فكان إسلامه فتحا للمسلمين, ikawa kusilimu kwa Umar ni ushindi mkubwa sana kwa Waislamu. وفرجا لهم من الضيق, na ilikuwa ni faraja kutokana na dhiki kubwa waliokuwa nayo. Bimaana kwa kiasi kikubwa pia hawakuweza masahaba kudhihirisha Uislamu wao kwa kumwogopea Umar na ile dhiki aliyokuwa akiwapa Waislamu. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما عبدنا الله جهرا حتى أسلم عمر. hatukumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala waziwazi mpaka aliposilimu Umar, ndio tukaweza kufanya ibada waziwazi. yatosheleza manqaba adhima ya Umar radhiyallahu anhu na fadhila kubwa aliyokuwa nayo. ما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى الناس وعليهم قمص. Mtume صلى الله عليه وسلم aliota ndoto kisha akawaeleza masahaba wake. Ndoto yenyewe ni kuwa aliota watu wana kanzu, wamevaa kanzu zao. منها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك. kuna wale ambao kanzu zao zafika kwenye vifua vyao, yani kwenye mabega yafika paka tu kwenye kifua fupi, na kuna wale ambao ni chini ya hapo. waraa Umar fa idha alayhi qamisun yajruhu, akamwona Umar katika ndoto amevaa kanzu aiburuza kubwa sana. kisha akaitafsiri ile ndoto Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa awwalahu ad-din, akaitafsiri kuwa ni namna alivyokuwa ameshika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. waraa annahu utiya lahu biqadahin min laban. siku nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akaota ameletewa chombo cha maziwa.
fashariba wa a'ta fadlahu Umar, akano ile maziwa yaliyobakia akampa Umar anu. Kisha akatafsiria ndoto wa awalahu al-ilm, akatafsiri ni ilmu ambayo Allah atampa Umar radiyallahu anhu wa arda. كانت خلافته رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر. خلافة عمر alipokuwa khalifa ilikuwa ni miaka 10 na miezi 6. Alitimiza miaka 10 na miezi 6. Kisha akauawa. Ilikuwa msikitini hakuna taa, kwa hivyo kulikuwa na giza. Alfajiri wakiswali kuna giza, kwa akasongea mbele kuwasalisha Waislamu. Hajamaliza takbiratul ihram, kumbe Abu Lu'lu' al-Majusi alikuwa amejificha pale, hawakumuona. Na Umar aliota ndoto adonwa na jogoo, kuna jogoo yomdona. Akasimama kwa Waislamu juu ya mimbar akasema, mmeota na dona na jogoo, ajali yangu imekaribia. Kumbe kule kudona ndio kule kudungwa na khinjar. Abu Lu'lu' al-Majusi alikuwa na khinjar, ameitengeneza kisu kina ncha mbili. Na Majusi walikuwa na dhiki sana dhidi ya Umar, watu wa kutoka Furs wa Iran kule na Iraq, kwa sababu ya kuangusha daula ya Furs. Kwa walikuwa na chuki sana na Umar. Na ndio vita mpaka leo vya Mashia dhidi ya Umar. So Mashia asili yao ni Furs, Iran. Usione kuwa wale wapigania Uislamu, wapigania ukabila. Hata Al-Hasan na Hussein, usikie kitajwa Hasan hata habari nayo wana. Kwa nini? Kwa sababu Hussein mke wake ni katika watoto wa mfalme Kisra wa Furs, Persian Empire. Walivyoshindwa wale watoto wao wakachukuliwa kama matekwa katika vile vita. Walivyoletwa Madina kwa sababu ni watoto wa mfalme, na Umar alikuwa apenda watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawapa zawadi, na mmoja wao akampa nani? Al-Hussein, yani akampa binti wa mfalme kuwa ni kijakazi wake. Na Hussein akamuoa akawa ni mke wake. Ndio kizazi cha Hussein kilichozaliwa baada ya hapo, asili yao kuwa mama yao ni kutoka Persian Furs. Kwa hiyo yule ni shemegi yao, ndio maana wamtetea Al-Hussein. Al-Hasan hawana habari nayo kwa sababu ni Mwarabu, na watoto wao ni Waarabu sababu yeye ameoa Waarabu. Kwa hapa kuna kitu fulani cha ukabila ambacho watu wengi hawaelewi. Kwa nini ni ya Hussein si ya Hasan? Wakati ukifanya uchunguzi utakuta Hasan ni mbora kuliko Hussein kifadhila. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alimnyanyua siku moja mbele ya masahaba akasema, inna ibni hadha sayyidun, huyu kijana wangu ni bwana mkubwa, wasayuslihu Allahu bihi baina fi'atayn min almuslimin, na Allah ataleta sulhu baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa shatabiri ile fitna itakayotokea baina sahaba, na kuwa huyu ndiye atakayewaunganisha Waislamu. Hakumnyanyua Hussein, alimnyanyua Al-Hasan. Na kweli Al-Hasan akatanazal uongozi, akamwachia Muawiya radhiyallahu anhu, na damu za Waislamu zikahifadhika. Na kizazi cha Al-Mahdi ambaye atakuja akhir zaman, yule Mahdi atakayekuja akhir zaman atatokea katika kizazi cha Al-Hasan wala sio Hussein. Hasan wanaoviona wakasema, man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan minhu, kwa sababu aliwacha khilafa kwa ajili ya Allah, Allah akampa fadhila hii ya kumnyanyua kujalia katika kizazi chake ndio atakayetokea kiongozi wa mwisho atakayewatawala Waislamu. Al-Hasan
Umar ibn Khattab alipokuwa yuwasali aanza takbiratul ihram ضربه أبو لؤلؤة المجوسي أبو لؤلؤة قبحه الله akamdunga chini ya kitovu chake mara 3 akamdunga na kile kisu mara 3 chini ya kitovu mpaka akamrarua matumbo na wanaoviona sema ni mara 6 kwa sababu kile kisu kilikuwa na ncha mbili kwa hiyo kila akimdunga alimdunga tundu mbili akamdunga kisha alikuwa kama ng'ombe kubwa kuliko ile jamaa masahaba wakitaka kumshika akadunga akaua wengine si Umar pekee yake aliuao kuna wengine akawadunga kila akishikwa adunga mpaka mmoja katika masahaba akatoa jubba akamrushia akamfunika akajidunga na yeye mpaka akajiua yeye adunga tu mpaka yeye mwenyewe akajidunga akajiua akajimaliza pale Umar radhiallahu anhu akapelekwa nyumbani wa makatha 3 wa tuwafia akakaa siku 3 ikawa mpaka chakula kila chatoka na kwenye tumbo lake mpaka akafariki radhiallahu anhu wa qubira ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr akazikwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu wa arda Umar akiuawa kana umruhu 8 au 59 sana alikuwa na miaka 58 au 59 bimaana aliupata uongozi akiwa na miaka 48 ama 49 lakini katika khilafa yake akaweza kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kufikisha mbali sana Uislamu radhiyallahu anhu arda hii ni kwa kifupi tukimzungumzia Umar sasa turudi nyuma katika maneno au maelezo wanayozungumza wanaovioni wa tarikh wa namna alivyosilimu Umar radhiyallahu anhu wa arda أيد الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين بإسلام الفاروق عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى aliyupaiza na nguvu Uislamu kwa kusilimu kwa Umar radhiyallahu anhu wa arda وكان رجلا معروفا بحدة الطبع na Umar alikuwa yujulikana kuwa kimaumbile alikuwa mkali sana alikuwa ni mkali yani mambo yake hataki mchezo na umueleza wale waliomueleza Umar idha takallama asma' alikuwa akizungumza mtasikia yani sauti yake ilikuwa iko juu mpaka wakati mwingine kama katika kile kisa walichukua safarini wakasafiri usiku mzima kisha wakalala mwisho usiku katika hadith sahihi wakapitikiwa na salatu al-fajr mpaka jua likatoka na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na wao masahaba wakaamka tumechelewa lakini walikuwa hawawezi kumwamsha mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka amke mwenyewe ihtiraman lahu Umar alipoamshwa akawa yuleta takbira Allahu akbar kusudi kwa sauti ya juu kila aliyelala aliamka hata mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia takbira ya Umar akashtuka akamwambia tumpitikiwa wakati wa swala ushaisha na shida tuondokeni tukapata faida kubwa sana kwa ikiwa kwa mfano mtu amepitikiwa na swala atafanya nini طيب kwa Umar alikuwa na sauti wa idha daraba awja'a akipiga umiza yani akipiga kama amempiga mtu mbao atajua kama ampigwa na mtu alikuwa na nguvu sana na alikuwa mashuhuri baina makuraish kwa jambo hili wakana min ashaddi an-nasi adawatan lilmuslimin alikuwa na uadui mkubwa sana dhidi ya Uislamu mwanzo na walikuta Waislamu kutoka kwake udhia nyingi sana روى الإمام أحمد
في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب. siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba dua, masahaba wakimsikia akasema ewe Allah upe nguvu Uislamu kwa mmoja katika hao wawili anayependeza zaidi kwako wewe, Umar ibn al-Khattab ama Amr ibn Hisham Abu Jahl. فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ikawa anayependeza zaidi mbele ya Allah ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Na Ibn Sa'd pia pokea katika tabaqati yake kina hadith mursal min Sa'id ibn Musayyib قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أبا جهل بن هشام قال اللهم اشتد دينك بأحبهما إليك. ewe Allah ipe nguvu dini yako kwa yule anayependeza zaidi katika hao wawili kwako wewe. na al-Hakim katika Mustadrak بسند صحيح apokea عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. يعني kwa hapa alimkhusisha dua Umar ibn Khattab kwa Allah aupe Uislamu izza na nguvu kwa kupitia kwa Umar radhiyallahu anhu arda. Tumetaja kuwa Umar alikuwa ni mkali sana dhidi ya Uislamu, hatta yaisa baadhi almuslimina min islamihi, mpaka baadhi ya Waislamu walikata tamaa kuwa huyu bwana ataslimu. لكن لما أراد الله له الهداية صدرت منه رضي الله عنه بعض التصرفات التي تعطي الأمل بإسلامه. كني الله alipotaka hidayah ingie katika moyo wake, subhanallah, akajalia ule Uislamu ukapenya katika moyo wake, akawa yufanya mambo kabla ya kusilimu kwake yanayoonyesha kuwa pengine huenda akasilimu. mfano روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة والحاكم بسند حسن عن أم عبد الله ليلى بنت أبي حثمة. بعض العلماء يحسنون إسناده. ليلى بنت أبي حثمة زوج الصحابي الجليل عامر بن ربيعة رضي الله عنه قالت أسمى إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة. tulikuwa tuondoka Makkah tufanye hijra tuelekea Habasha, Ethiopia. وقد ذهب عامر في بعض حاجاته. na mume wangu Amir alikuwa ameondoka katika baadhi ya jambo letu, mahitaji yetu amekwenda kushughulikia. إذ أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وقف عليه. mara akazuka Umar ibn al-Khattab mpaka akasimama kwangu, وهو على شركه, akiwa bado yuko katika shirki. قالت وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا. na tulikuwa tukipata balaa kubwa kutoka kwa bwana, udhia, atupa shida. فقال عمر إنه الانطلاق يا أم عبد الله. ndio muondoka hivi, muondoka Makkah عبد الله. قالت فقلت نعم والله لنخرجن في أرض الله. والله تتوندوك أرض الله بانما آذيتمونا وقهرتمونا, mmetuudhi nyinyi bwana, mkatushinda nguvu na kututenza nguvu na kutuudhi, hatta yaj'al Allah lana makhraja, na tutaondoka mpaka Allah atakapotupa njia. Faqala Umar, akamwangalia kwa huruma akamwambia sahibakum Allah, Allah awe pamoja na nyinyi. قالت أم عبد الله ورأيت له رقة لم أكن أراها. nilimwona Umar na ulaini ambao sijamzoea, hayuko hivyo. ثم انصرف, kisha Umar akaondoka.
وقد أحزنه فيما أرى خروجنا na kama amesikia huzuni sana kule sisi kuondoka Makkah tudhulumiwa tuondoka. قالت فجاء عامر زوجها mara kazuka mume wake Amir mume huyo عبد الله. قال فقلت له لماما كان mume wake asema يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا لو كما ungelimuona Umar sasa hivi hapa na huruma alikuwa nao na ana huzuni juu yetu sisi kuondoka. Qala mume wake akamwambia atami'ti fi islamihi, kwani hivyo unatamaa yule Umar ataslimu? Qalat na'am, mama akasema ndio. Qala la yuslimu alladhi ra'ayti, wallahi yule ulimuona yule aslimu hatta yuslima himaru al-Khattab, labda punda babake aslimu ndio ataslimu. Yule jamaa aslimu atakuwa nini? Yani hii kuonyesha namna gani walikuwa wamekata tamaa kabisa kwa udhia na wafanyia, walikuwa hawatarajii kabisa kwa huyu bwana ataslimu. قالت قال عامر ذلك يأسا لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. عامر سمع maneno kwa kile alichokiona kwa Umar, ule ukali na ususuavu alionao dhidi ya Uislamu na Waislamu. وكانت فاطمة بنت الخطاب, na hiki ndio kisa mashuhuri afu mwisho nitaeleza inshallah. كانت فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهما قد سبقته إلى الإسلام هي وزوجها سعيد بن زيد وهو أحد 10 المبشرين بالجنة. دداك عمر فاطمة بنت الخطاب alikuwa amemtangulia ndugu yake Umar katika kusilimu, yeye pamoja na mume wake Said ibn Zaid. Na Said ibn Zaid katika wale 10 waliobashiriwa pepo. wa huwa ibn ammiha, na Said ibn Zaid ni mtoto wa ammi yake Umar, kazi amemuoa dada yake. wa kana yukhfiyani islamahuma, na hawa wawili walikuwa kiuficha uislamu wao, manake ni familia nani ya Umar. وكان خباب بن الأرت رضي الله عنه من قدماء المسلمين يختلف إلى فاطمة وزوجها يقرئهم القرآن. na Khabbab ibn al-Arat alikuwa ni katika wale waliotangulia mwanzo katika Uislamu, akija pale nyumbani akiwasomesha Qur'an mtu na mke wake akiwasomesha. Umar tumetaja kisa sasa hivi alivyoona wale muhajirin wanaokwenda zao Habasha. Raja Umar ila baitihi, akarudi Umar kwa yale aliyoona nyumbani akakaa. akhadha yufakiru fi amri Layla binti Abi Hathmata wa zawjiha Amir ibn Rabi'a, akawa yufikiria kuhusu wale wawili aliowaacha kule Wagura waondoka wenda zao Habasha, mtu na mke wake. وكيف تفرقت قريش, na vipi kwa Quraysh sasa hivi wamesambaratika, wamefarikiana. وهاجر بعضهم الى الحبشه, wengine wamefanya hijra wakaenda Habasha. فقال كيف يحدث هذا, yani vipi mambo haya yatokea baina yetu. من وراء كل هذه الاحداث, matukio yote haya ni nani sababu ya kuleta balaa zote hizi? kisha hapo hapo akasema waraa kulli hadhihi alahdathi Muhammad, ambaye yuko nyuma ya mambo yote haya yanayotokea ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'azama ala qatl an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akaazimia sasa mimi tafanya kazi rahisi, acha nende nikamuue nimmalize hii fitna yote, yaona ni fitna itaisha, hii balaa yote iliyopata Quraysh nitaimaliza. فخرج رضي الله عنه متوشحا سيفه يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم, akatoka Umar na hasira amebeba upanga wake aelekea kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه في بيت
عند الصفا بيت الأرقم ابن أبي الأرقم kaambiwa kule ndio jamaa wajificha kule wafundishana kule karibu na mlima wa Safa وهم قريب من 40 ما بين رجال ونساء na watu wako karibu 40 kule wanaume kwa wanawake wafundishwa منهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وحمزة رضي الله عنهم أجمعين آثروا المقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا إلى الحبش أو ولبكنا متوم صلى الله عليه وسلم هو كتوك كنا حبش فلقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوي رضي الله عنه نجياني عمر akiwa unajua mtu akiwa kutoka na hasira hivi ukimwona unajua hapa kuna shari akamkuta amebeba upanga iwenda huyu ana jambo alipomkuta njiani wakana yukhfi islamu na yeye pia ni katika kabila la Umar lakini alikuwa yuficha uislamu wake faqala aina turidu ya Umar wenda wapi Umar waelekea wapi qala uridu muhammadan hadha as-sabi mimi namtaka huyu Muhammad aliyewacha dini ya babu zake alladhi farraqa amra quraish wasaffaha ahlamaha وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله yule ambaye amefarikisha umoja wa makuraish akatufanya sisi akili zetu pumbavu akatia aibu dini yetu tena akawatukana miungu yetu mimi nenda kummaliza Nuaim kwa kuwa yeye alikuwa ni Muislamu au ficha akawa atatumia njia yote kufanya nini kumzuia Umar asiende kule فقال له نعيم والله لقد غرتك نفسك يا عمر wewe wajidanganya nafsi yako ya Umar wewe wajidanganya wewe atara bani abd manaf wa bani zuhrata tarikika tamshi ala al-ardi waqad qatalta muhammadan hivi wadhania bani abd manaf ambao ni kabila ya mtume sallallahu alaihi wasallam na bani zuhra hawa watakuacha wewe upande wa baba yake na upande wa mama yake watakuacha wewe utembee katika hii ardhi baada ya kuwa umemuua mtu wao afala tarji'u ila ahli baytika fatuqima amrahum sungerejea mwanzo nyumbani kwako ukatekeleza mambo yako mwanzo rudi kwako nenda kaangalia nyumbani kwako qala wa ayu ahli bayti yani hapa shamwambia kuwa kuna jamaa zako wansilimu kule sungewafuata watu wako wewe umfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam nenda kwa watu wako nyumbani ikiwa kweli unataka kuwaua anza na hao wako amwambia nani qala ukhtuka Fatima wa zawjuha Sa'id ibn Zaid qad wallahi aslama dada yako wewe na shemeji yako wallahi washasilimu wote wawili na walikuwa waficha ibidi ataje hivyo kwa sababu amdaivati amuondoe watabaa Muhammadan ala dini wamemfuata Muhammad katika dini yao wataraka dinaka alladhi anta alayhi wamewacha hiyo dini yako wewe unaoifuata farji ila ahli baitika faqim amrahum mwanzo rudi nyumbani katengeze mambo kule nyumbani kisha ndio useme umfuata Muhammad فرجع عمر رضي الله عنه عامدا إلى أخته وزوجها كرجع عمر amkusudia dada yake na mume wake yani mume wake dada yake shemeji yake وعندهما خباب بن الأرد رضي الله عنه معه صحيفة نمشهوري هي صحيفة كان فيها سورة طه كرجع kule yuko Khabbab pale ndani beba waraka hivi umeandikwa sura Taha wasomesha wale yuko ndani ya nyumba na yule bwana na mke wake yuqri'uhuma iyah au somesha ile sura wakana Khabbab yakhtalifu ilayhima wa yuqri'uhuma alquran kama dhakarna Khabbab alikuwa akienda kwao kuwasomesha kama tulivyotaja mwanzo وفي روايه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الرجل والرجلين إذا أسلم عند الرجل الذي في يده الساعة يكونان معه يصيبان من طعامه وقد ضم إلى زوج أخت عمر رجلين ممن أسلم أحدهما خباب
pia wataja mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kisilimu wale maskini madhaifu, basi wale wenye uwezo katika waliosilimu yuwapa, huyu bwana mwache aje yale kwenu, hana uwezo. Kwa Khabbab alikuwa akienda pale kabisa, wasomesha kabisa, yapata riziki yake. Falamma sami'u hissa Umar, waliposikia yani dalili ya kuwa Umar amekuja, sauti ya nini ikawajulisha Umar amefika, taghayyaba Khabbab radhiyallahu anhu fi makhda'in lahu. Khabbab hapo akatafuta chumba cha ndani kule, akaingia ndani akajificha, asijulikane yuko jificha ndani. واخذت فاطمه الصحيفه فجعلتها فخذها اي تحت فخذها. na Fatima dada yake radhiallahu anha akatia ule waraka chini yake kwenye mapaja, akauficha hivi asiuone Umar. وقد سمع عمر حين دنا الى البيت قراءه خباب. na Umar alipofika karibu alikuwa yomsikia sauti yake Khabbab akisoma. فلما دخل عليهما قال ما هذه الهينمه التي سمعتها عندكم. alipofika basi kuna sauti mimi nilikuwa naisikia hapa. Ni sauti ya nini? nilikuwa nasikia sauti. فقال ما عدا حديثا تحدثناه بيننا, ni mazungumzo tu baina yangu mimi na mume wangu, tuzungumza tu, hakuna chochote hapa. قال فلعلكما قد صبوتما, nyinyi inaonekana mmewacha dini ya babu zenu. فقال له سعيد بن زيد زوج فاطمة يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك, waonaje ikiwa haki iko katika dini ambayo si yako, lazima tufuate yako. فضرب عمر سعيد بن زيد ضربة شديدة فسقط. kwa maneno yao Umar akamtandika, akampiga, sijui alimpiga ngumi nini, almuhimu chini. فقامت فاطمة لتمنع زوجها سعيدا من عمر, mkewe akasimama kumtetea mume wake, yani kuingilia kati baina ya Umar na mume wake. فضربها عمر فشجها حتى سال منها الدم, na yeye pia pigwa na Umar chini mpaka damu ikawa yatoka, kamkata ikawa tokwa na damu. فلما فعل عمر بهم ذلك قال له نعم قد أسلمنا, sio tupige basi tusilimu. وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدلك, fanya utakafu, sisi tushasilimu. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع. عمر akimtazama dada yake tuko na damu akajuta kwa nini amempiga, akaingiwa na huruma, qarawa, akajikomesha, akajizuia. وهدأت نفسه, akapata kutulia kidogo. فقال لأخته أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفا, hebu nipe ule waraka ambao niwasikia mlikuwa mkisoma, najua mlikuwa msoma kitu, nipe. انظر ما هذا الذي جاء به محمد, nataka kuona mimi huyu Muhammad amewaletea nini, mbona mwamfuata? Kumbe alikuwa maskini, hajui chochote kuhusu Uislamu. Na mara nyingi yatokea kama mtu apinga jambo, apiga vita, bal kadhabu bima lam yuhitu biilmihi, apinga jambo ambalo halijui, halifahamu. Wakana Umar yaqra wa yaktubu, na Umar kweli alikuwa katika wale wanaosoma na kuandika, bali ni katika katabatul wahi, katika wale masahaba walikuwa wakiandika wahi, baadaye ni mmoja wao. فقالت له أخته فاطمة إنا نخشاك عليها, sisi tukuogopea waweza kukatakata waraka. قال لا تخافي, وحلف لها بآلهته ليردنها إليها حتى إذا قرأها, akaapa na miungu yake, bwana nitawarejeshea, wallahi, kama sema wallahi nitawarejeshea. akaapa na Lata na Uzza na nani, nitawarejeshea. فلما قال ذلك طمعت في اسلامه, aliposema ile maneno dada yake akawa anatamaa kuwa huenda akisoma maneno akasilimu. فقالت له يا أخي إنك ناجس على شركك وإنه لا يمسها إلا المطهرون, na katika
yani manakiri ya hizi riwaya ni kama hivi, kumwambia kuwa wewe najis na hii Qur'an washiki isipokuwa watu waliotahirika, faqum faghtasil. Sasa akioga na hajasilimu ndo ashakuwa tuseme kafiri anaoga kabla ya kusilimu ndo ashaondoka kwa yeye ni najis, atabaki na malmushrikuna najas. na katika nakara kwenye hizi visa ni kama vitu kama hivi. فقام عمر المؤمن إليزا كسبت تاريخ لمشهور إيش أنت وإليزا بعدها. فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى بكى الرحمن على العرش استوى حتى انتهى إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فرق قلبه وصم منين مويواك كلينيك وقال ما أحسن هذا الكلام أكرمه. منين لمزور يليوجي لما تكوف يليوجي منين هاي. ما ينبغي لمن يقول هذا الكلام أن يعبد معه غيره. haimpasi yule anayesema maneno haya aabudiwe mwingine pamoja na yeye, yani Allah. haimpasi mtu kumshirikisha Allah. dulluni ala Muhammad, nionyesheni Muhammad yuko wapi ili aende akaslimu. falamma sami'a dhalika Khabbab yuko ndani anajificha, aliposikia hivyo kharaja ilayhi, akatokeza ajua hapa insha salama. sasa piga makofi hapa فقال له أبشر يا عمر أنت بشار أبشر يا عمر فإني والله لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبي صلى الله عليه وسلم. من ترجيك والله مكخص الشباب ندعاء يمتمويت صلى الله عليه وسلم. فإني سمعت وهو يقول اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. نمسكيا كيومبي دعاء sasa mimi naona wewe ndio uliochaguliwa katika hao wawili. فالله الله يا عمر كمبليا إلي وباتي فضلا. فقال له عمر فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. نيلكيزي كواب محمد نتاكونا كسلم. فقال له خباب هو في دار أرقم بن أبي الأرقم بأسفل الصفا يكوكو دار الأرقم والقوكسموكو وسيري قريبنا صفا معه نفر من أصحابه يكون kikundi cha masahaba wake kule. فاخذ عمر سيفه عمر akauchukua upanga wake فتوشحه ثم انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي في دار الارقم. shakena mpaka kule فضرب الباب fika pale akapiga mlango na Umar ni Umar, yani akipiga ule mlango utakupiga kwa nguvu kabisa, bado hajaingia katika Uislamu. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف. mmoja katika masahaba akaenda kufungua akichungulia kwenye zile penya zile za mlango, amuona Umar amebeba upanga. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع, akarejea mbio kwa mtume صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. namuona Umar bwana pale mlangoni, yeye ndio yuagota na amebeba upanga. wawajila alqaum, jamaa wakaanza kuwa na nini, na wasiwasi, uoga, waogopa. faqala lahum Hamza radhiyallahu anhu, na hakuna anayeweza kumsimamia isipokuwa mfano wa Hamza. Hamza radhiyallahu anhu akamwambia malakum, kuna nini, kuna kitu gani? قالوا عمر الخطاب. فقال افتحوا له الباب. عمر فنقولي ملان كوني نان. فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له, ikiwa nkuja yataka khairi tutampa khairi, wa in kana jaa yuridu sharran qatalnahu bisayfihi, na ikiwa amekuja kutafuta shari hapa niachieni nimtamuua na upanga wake, ataona hautamfaa chochote. ya Hamza ilikuwa mfano ule wa Umar. Ndio maana mimi nawaambia katika da'wa kuhitajika watu kama hao, si watu wote wako hivyo, lakini wahitajika wale watu wa nguvu. Wewe kwa mfano ungeenda kufanya mali da'wa kisha mzee Hussein angete ubavuni mwako, wanaje? Mtu ataleta ujinga hapo, alafu hii ama angete huko,
hebu angalau binadamu. Na yule yuko wapi? Abu Sufyan hayuko hapo, kisha Abu Muadh, nani atakuja karibu? Yani wale watu wakikaa hivi kama wewe usimama, wao wankaa kwenye viti. Wahitajika watu kama, manake mnakwenda mahali na confidence kabisa, hamna wasiwasi. Ukileta balaa waweza kunyanyuliwa hivi, watembea huko juu ya hewa. Uko wasemaje wewe? Maana kuna watu wengine, watu washari, watu washari. Sasa Hamza sema mfungulie. Mna wasiwasi gani? Mfungulie. Ikiwa wataka khairi ataipata, ikiwa wataka shari mimi nitamalizana naye na upanga wake nitammaliza. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن له، fungulie mlango mwacheni. ففتحوا له ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه. متوم صلى الله عليه وسلم akasimama yeye bila upanga bila chochote, akasimama mpaka mbele yake. فأخذ بمجامع ثوبه، kisha akamshika Umar kwa matai, akamshika Umar. ثم جذبه جذبة شديدة، akamvuta kwa nguvu. فما تمالك عمر أن وقع على ركبتيه على الأرض، عمر akuweza kujizuia akaanguka chini kwa magoti. فقال له صلى الله عليه وسلم ما جاء بك ابن الخطاب، نقول kutafuta nini ya Ibn Khattab؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة، wena kuona hutaki kukomeka udhia unaowafanyia watu mpaka Allah kuteremshia adhabu. فقال عمر يا رسول الله جئت لأؤمن بالله ورسوله، mimi sikuja kwa baya, nimekuja kumwamini Allah na mtume wake. وبما جاء من عند الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. akapiga shahada. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف منها أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم. مtume صلى الله عليه وسلم akapiga takbira kwa furaha mpaka watu pale wakajua kuwa Umar tayari ashafanya nini, ashasilimu radhiyallahu anhu. وكبر الصحابة تكبيرة سمعها أهل مكة، piga takbira kubwa mpaka watu wa Makka wakawa wasikia takbira. Na kuna visa vingine utaje, sitakurefusha, hiki ndio kisa mashuhuri. Ingawa kuna kitabu mashaa wa lam yathbut fi sirati an-nabawiyya cha Muhammad ibn Abdullah al-Awshan. Hiki kitabu wanafunzi wanaweza kuwa tafuta kitabu kizuri chazungumzia vile visa ambavyo ni mashuhuri katika tarehe, lakini kwa sanad havikuthubutu. Na hiki kisa mimi nimekieleza kuanzia mwanzo kwa sababu ndio mashuhuri kinachojulikana, lakini katika nasibu hiyo kirejea hapo utaona visa vingi. Kitabu chapatikana kwenye mtandao, nimekitoa kwenye mtandao, nikatoa kitabu mashaa wa lam yathbut fi sirati an-nabawiyya. Hapa utaona mambo mengi ambayo ni mashuhuri sana, lakini kumbe katika sanad na nini havikuthubutu. Kimoja ni hiki kisa ambacho tumekieleza, lakini ni mashuhuri katika tarehe. Na kuna visa vingine kama nilivyotaja, lakini sitovizungumzia. Tuzungumzie hapa baada ya kusilimu Umar. Umar radhiyallahu anhu aliposilimu na kuingia katika Uislamu, habari zake zikaenea kila mahali, na yeye ndiye alikuwa yuwataka zienee zile habari kuwa sasa hivi Umar amesilimu. Na hii nitamalizia na riwaya Ibn Hibban fi sahihi والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أسلم أبي عمر رضي الله عنه، ابن عمر سمع ألبسليم ببيان عمر لم تعلم قريش بإسلامه، ما قريش القهوان خباري كوا مسلم. فقال عمر أكوليزا أي قريش أنقل للحديث، نيناني katika قريش ambaye ni yani amefika upeo wa juu kabisa katika kupeleka habari. Kiufupi kwa lugha ya sasa umuita BBC. Yani huyo akisikia tu yeye atafikisha habari hiyo, wala usiwe na shaka. Yani kuna watu hawawezi kuzuia jambo
hata kwa kelele huku yuaje huko yazungumza basi atakafikishe tu yani bora afikishe tu habari yoyote yopenda tu yeye aonekane yeye ndio wa kwanza kuleta. Sasa Umar uliza nani ana tabia hiyo hapa? Qila lahu Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi, na huyu baadaye akasilimu radhiyallahu anhu, baadaye akasilimu. Qala faghada alayhi, Umar akamfuata Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi akamfuata. Qala Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar asema waghadawtu atba'u atharahu, yani mtoto sasa amfuata babake aangalia atafanya nini Umar. Anzur madha yaf'al wa ana ghulam, samini mtoto lakini a'qilu kulla ma ra'aytu, nakumbuka vizuri yale ninayoyaona. فأتاه فقال له عمر أما علمت يا جميل أني قد أسلمت؟ هنا خبار جميل ممن شسليم ودخلت في دين محمد، نمينجيا katika dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ابن عمر قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، hata kumuuliza mara mbili hapo hapo akageuka mbio. Habari mpya wako watu hapo hapo asikia tuzungumza, hakumuuliza wasemaje, hakuna cha wasemaje, ndio habari ya shaipata. Yani huyu bi maana al-kalima akageuka aburuza nguo yake. Watba'ahu Umar, na Umar yomfuata nyuma. Sasa qala wattaba'tu abi, ibn Umar asema na mimi namfuata babangu nyuma. Hatta idha qama ala babi al-masjid sarakha bi a'la sawtihi. Jamil alipofika Makka pale kwenye Kaaba, kwenye mlango wa Kaaba akapiga kelele, ya ma'shara Quraysh, ni ma Quraysh. Wahum fi andiyatihim hawla al-Kaaba, wamezunguka pale Kaaba, wameketi katika sehemu zao za kukaa pale. Ala inna Umar ibn al-Khattab qad sabaa, na wapeni nyeti bwana, Umar ashawacha dini yetu, hayuko tena na sisi. قال فقال عمر من خلفنا، عمر يومفاته kwa nyuma akisema kadhabta au kadhaba, muongo huyo. walakinni qad aslamtu ma sabatu, ana aslamtu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, mbele yangu. Na ndio mmoja akawa yauliza ni nani mbora kati ya Umar na mu'minu ali Fir'aun aliyetajwa katika sura Ghafir. Akasema bal Umar ذاك رجل يكتم إيمانه. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يلا لفيش إيمان yake. أما عمر فقد جهر بإيمانه، عمر زمزواز mbele ya makoresh mimi shasilimu bwana. Na wallahi hizi ni habari za kuhuzunisha sana kwa makoresh. Fatharu ilayhi, jamaa wakasimama kutaka kumpiga nani? Umar. Fama bariha yuqatiluhum wa yuqatilunahu hatta qamat ash-shamsu ala ru'usihim, kuanzia asubuhi jamaa kapigana na wao, waja wengi apigana na wao mpaka jua likapanda huko. Wanala minhu al-i'ya'u faqa'ad, akachoka kulikweli mpaka akakaa chini, watu wengi aminyana nao. قال فبينما هم كذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حتى وقف عليه. katika hali kama hiyo wakiwa wampiga, akaja huyu mtu mzima. فقال ما شأنكم، منني mbona mumpiga huyo؟ قالوا صبأ عمر بن الخطاب، هو bwana amewacha dini ya babu zetu bwana. قال فما ndio nini sasa؟ رجل اختار لنفسه امرا فماذا تريدون، ni mtu anjichagulia jambo, mwacheni, mtakia nini؟ aturiduna bani adi ibn ka'b yuslimuna lakum sahibahum hakadha، ni muona kabila lake huyu bwana watamsalimisha tu huyu mtu hivi hivi. khallu 'anir rajul, wachaneni naye huyu bwana. qala fatarakuhu. ibn Umar alipofanya hijra sema faqultu li abi ba'da an hajara ila al-Madina ya abati man ar-rajul alladhi zajara al-qawma 'anka bi Makkah yawma aslam, yule bwana aliwafukuza wale jamaa wasikumalize pale Makkah alikuwa nani? na wao hum yuqatilunak. فقال ذاك العاص بن وائل السهمي، يلن العاص بن وائل السهمي. na katika swali lingine mtoto wake akamuuliza ili swali akasema jazahu Allahu khairan, Allah mjazi khairi, maana alikutetea siku zile.
قال يا بني ذاك العاص بن وائل لا جزاه الله خيرا ولا الله سمجزي خيري مشرك mkubwa yule si muislamu alisema yale maneno. Kwa hivyo hivi ndivyo ikaishia katika kusilimu kwa Umar. Pamoja na hayo, washirikina walipopata hizi habari ziliwakera sana. Afu leo naona nimesonga sana kunataka kumaliza. Kiufupi, katika sahih al-Bukhari hadith sahih عن ابن عمر قال بينما هو في الدار أي عمر الخطاب خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية. هاو لكونا كبيلة yao ni marafiki wakati wa jahiliya. Umar baada ya ile mvutano akarejea nyumbani akiwa ahofia kuwa watakuja kumvamia. Akaja huyu bwana faqala lahu ma baluk qala za'ama qaumuka annahum sayaqtulunani in aslamtu wa daima quraish jamaa zako kwa wataniua mimi nikisilimu. Qala la sabila ilayka, hawezi kukufanyia chochote au kufikia. فخرج العاص إلى العاص كتوكا alikuwa ni mushrik. فلقي الناس قد سال بهم الوادي, akakuta watu wamejaa, bonde zima la watu limejaa. فقال أين تريدون؟ فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. sisi tumtaka yeye, usijifanye ajua wewe atatushinda sote sisi, tunaenda kumvamia bwana, amewacha dini ya babu zake. قال لا سبيل إليه, mimi nawazuia, hakuna njia ya kwenda kwake, hamumfikii, hamumfanyi chochote. قال فكر الناس, هذا في صحيح البخاري, ما wakarudi zao kwa sababu ya neno lake huyu bwana waliheshimu wakamwacha. Ingawa izza ya Uislamu ikaanza hapa sasa baada ya kusilimu kwa Umar. Tulitaja athari ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi al-Bukhari, ma zilna a'izzatan منذ aslama Umar radhiyallahu anhu, hatukuacha kuwa na izza kuanzia asilimu Umar radhiyallahu anhu wa ardha. قال الحافظ في الفتح لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله تعالى, سبب عمر alikuwa na quwwa na nguvu katika jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. na ibn Mas'ud asema kana islamu Umar fathan wa hijratuhu nasran, kusilimu kwa Umar ilikuwa ni ushindi kwa Uislamu na hijra yake ilikuwa ni nusra kwa Uislamu. Wa imaratuhu rahma, na uongozi wake ulikuwa ni rehma kwa Uislamu. Wallahi mastata'na an nusalli hawla albayt dhahirin hatta aslama Umar, wallahi hatukuweza kuswali katika al-Kaaba wazi wazi mpaka aliposilimu nani? Aliposilimu Umar radhiyallahu anhu wa arda. nitasimamia hapo insha Allah taala. Katika halqa itakayofuata tuzungumzia namna makuraish walivyojaribu kutaka kumnyamazisha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kwa kwenda kwake kujaribu kumrai ili asimamishe jambo la da'wa anaoifanya. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بارك الله فيك.